Taarifa mpya ambazo zimetokea huko Mashariki ya Kati ni kwamba Marekani na Israel mapema hii wameanzisha tena mashambulizi ya nguvu ambayo yanadaiwa kuteketeza ama sio kuharibu maeneo mengi katika taifa la Irani, hasa katika miji kama ya Teherani. Ni madhara makubwa sana. Pengine Kombo, taarifa hizi zikoje hasa kwa undani wake? Video bado zinaendelea kusambaa kwenye vyombo mbalimbali vya kimataifa vya habari vikionyesha hizo destructions ambazo zimefanywa na Israel na Marekani, na majengo mengi katika hayo maeneo ambayo yameshambuliwa. Majengo mengi yameonekana kudhurika na mengine kuporomoka kabisa. Na kunaonekana timu ya uokoaji ikiendelea kuokoa majeruhi waliodondokiwa na vifusi baada ya majengo hayo kudondoshwa. Na bila shaka hivi sasa bado sehemu nyingine mashambulizi ya Israeli na Marekani yanaendelea katika mji wa Qom kule na maeneo mengine na hapo Teherani, na inadaiwa kuwa kuna viwanja vya ndege viwili vilivyopo katika mji mkuu wa Irani pia vimeshambuliwa na baadhi ya ndege ikiwemo ndege kubwa mojawapo ambazo zilikuwa zimeegeshwa katika viwanja vya ndege hivyo zimeharibiwa kutokana na mashambulizi hayo. Kwa hiyo hali bado ni tete kwa upande zote mbili. Pengine hasa Israel imekuwa ikipiga maeneo nyeti hasa katika kushambulia Irani. Unadhani hasa mashambulizi haya Irani itayavumilia kwa muda gani hasa? Kwa sababu ukiangalia inaua viongozi, inapiga kama hivyo jana tumepata taarifa kwamba imeharibu eneo la bunge na baadhi ya maeneo mengine hasa ya kijeshi, na sasa hivi umesema tena uwanja wa ndege pia. Madhara yake itakuwaje sasa huko kwa mbele kwa namna unavyoiona hii vita? Kwa upande wa vita unaweza kusema ni kubashiri ama ni kubeti. Kwa hiyo huwezi ukasema direct kwamba kwa ile fulani anapigwa sehemu fulani kwa hiyo atashindwa mapema. Hujui yule mwingine ama mpinzani amejipangaje. Lakini Irani wao wanadai kuwa wana uwezo wa kuvumilia vita kwa miaka 20, na wanadai kuwa the way makombora yanavorushwa no the way wanatumia nguvu kubwa kwenye kuzalisha mengine licha ya kuwa nchi ipo kwenye vita. Kwa hiyo huwezi ukatoa tafsiri ya moja kwa moja kuwa Irani imebakisha siku 2 au siku 3 ama wiki kwenye kuhimili hizi vita. Kikubwa tuone ama tusubiri itakuwaje, kwa sababu kila mmoja anatoa taarifa ambazo zinampa nguvu ama zinawapa nguvu wale ambao wanawasapoti. Hakuna ambaye anakubali moja kwa moja kuwa maji yamezidi unga. Lakini kwa upande mwingine Irani, kwa namna unavyoona wewe, tumeshuhudia pia taarifa mataifa mengi ambayo tulikuwa tukibashiri kwamba yanaweza kaungana kuendelea kuishambulia Irani. Tumepata taarifa za Ufaransa na baadhi ya mataifa mengine ambayo walikuwa ukisema kwamba jana wanawezekana wakasema hawaingii katika vita moja kwa moja, lakini wakaingia kwa namna nyingine tofauti. Unavyoona hii nguvu ambayo inaanza kuongezeka hasa kwa mataifa ya NATO kujumuika kuendelea pia kuichangia taifa moja, unadhani hasa itakuwa na maana gani sasa hasa kwa Irani huu moja ambao unazidi kuongezeka? Kwa kawaida number of game ikizidi lazima yule aliyokuepo peke yake ama waliokuwa wachache lazima waelemewe. Lakini kama ninavoshikilia msimamo wangu, the way mnavoongezeka the way ndo utaweza kuwapa mwanya wale washirika wa Irani na wao kuingia, kwa sababu China, Israel, China, Irani, North Korea na hao Russia wote ni kikosi kimoja, Venezuela. Kwa hiyo walishaanza kuliwa wale wadogo. Venezuela tumeona na maeneo mengine, na sasa ni Irani. Kwa hiyo the way unavoruhusu wale wasaidizi wako wapunguze, ndio the way unaruhusu wewe uweze kusogelewa. Na ikiwa kama China ama Russia wanauelewa wa karibu, hawezi kuruhusu hilo, kwa sababu the way wanavoruhusu washirika wao wapunguzwe ndio the way wao wanaruhusu kusogelewa. Kwa hiyo kama utaruhusu na Irani naye adondoshwe, kwa hiyo kuna tena hakuna upinzani. Sasa itabidi wafuatwe wao wenyewe direct.
Lakini Kombo, vita vinaelekea ni siku ya 4 sasa, kama sio ya 5, na hatuoni wakiingia kwa namna ya moja kwa moja kama vile ambavyo tunaona. Kwa mfano NATO wameingia kabisa, unamsikia waziri mkuu anazungumza, ama taifa fulani linakataa nani, japokuwa pia amechelewa Uingereza kuingia pia, lakini tayari wenyewe wameanza kutoa msaada kwa namna moja ama nyingine. Huoni kama kuendelea kutoa mbinu ama kutoa silaha sio solution? Inabidi sasa na wao wenyewe waanze kuingia direct kama vile ambavyo mataifa ya NATO yanavyoingia. Na hicho ndicho ambacho kinategemewa na wengi, licha ya kuwa bado wenyewe hao Russia na China hawajaonekana wakifanya hiko kitendo ama wakitaka kujaribu kufanya hicho kitendo. Lakini bila shaka ninavyoona ile Irani ni miongoni mwa nchi za mikakati pia kwa pande zote, nikimaanisha huku Marekani na kule Russia na China. Kwa hiyo bila shaka nukuu maneno yangu, sidhani kama zitaweza kupita siku ama itaweza kupita wiki tokea sasa bila hao jamaa kuingia direct na wao. Kama wale vijana wa NATO wakaingia kuongeza nguvu, bila shaka na wao hawa wataingia, kwa mtazamo wangu. Sasa Komba, kuna taarifa ambazo pia zinasema kwamba kutokana na raia wengi wa Israel kuendelea kujifungia katika mahandaki ama mashimo ambayo yametengenezwa, wanaanza kuwapeleka raia wao Kenya. Hizi taarifa zina ukweli kiasi gani hasa, na unadhani usalama wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki na Afrika kwa ujumla, Israel tunafahamu walivyo, na namna gani ambavyo wana intelligence zao ambazo ziko bora sana, wakija huku Kenya na Afrika kwa ujumla, usalama wetu uko vipi sasa, na ina maana gani kwanza kuwapeleka huku Kenya? Taarifa zilizoko pia, Israeli imekuwa ikiwahamisha baadhi ya raia kutokea kule nchini mwao Israeli na kuwapeleka Kenya, eneo la Nakuru, ambako huko serikali ya Kenya iliuza baadhi ya maeneo na kuwauzia serikali ya Israeli. Sio direct kwamba aliwauzia serikali, ila ni Muisraeli ambaye alinunua. Sasa takribani raia inavyosemekana kama raia 50,000 wa Israeli wanahamishwa kwenda maeneo hayo. Hii inaleta taswira kuwa ule mpango wao wa kutaka kuicontrol dunia unaenda kufanikiwa ama unaenda kufanya kazi, kwa sababu wanataka wacontrol kila pembe ya bara lililopo duniani. Kwa hiyo unaposema kuwa raia wameshahamishwa ama wanahamishwa kutoka Israeli kufika Kenya, hii ina maana kwamba wanataka wapate controlling kwa upande huu wa Afrika Mashariki. Na vile vile Trump na ile sera yake ya uhamiaji haramu, ameshaingia mkataba na rais ule wa Rwanda, bwana Kagame, kuchukua raia wale wahamiaji kutokea Marekani na kuwapeleka Rwanda kwa mkataba wa takriban dola milioni 20 hivi. Hii pia inaunganisha lote kuwa lengo ni kutaka kucontrol pande zote za dunia, kimaanisha hii Afrika Mashariki. Na wanapodai wenyewe wataalamu wa mambo ni kwamba kwenye huko kuhamisha raia, tukianzia raia hao wa Israeli kuja Kenya, ni kwamba lazima wapandikizwe baadhi ya majasusi ambao watakuja kwa kazi maalumu, na vile vile tukiendelea hapo kwa kazi maalumu kwamba kuna Wayahudi ambao wenye asili ya Afrika, hasa pale Ethiopia. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi sana kwa hawa wenye rangi za Kiafrika ama wenye asili ya Kiafrika kupenyezwa direct kwenye serikali mbalimbali hasa za Afrika Mashariki na kuzicontrol kama wanavyocontrol maeneo mengine duniani. Na vile vile kuhusiana na Marekani kuingia mkataba na Rwanda, vile vile inahusishwa kuwa watapandikiza baadhi ya majasusi, na ikiwemo viumbe ambavyo inavyosemekana sio binadamu wa kawaida, ila wana taswira ya kibinadamu kwenye kutekeleza mikakati yao ya kuicontrol dunia, hasa kwa upande huu wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo kutokea sasa Afrika Mashariki nayo ijiandae kwa lolote kuanzia hivi sasa kwenda kwenye miaka 5 au 10 mbele. Kombo, nikushukuru sana kwa wakati wako, na tutaendelea pia kupeana taarifa mbalimbali ambazo zitaendelea kutokea.
Shukrani. Asante.